ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses your day. Naam, karibu sana mtazamaji, na imani uko na siha njema, na ni siku nyingine ya baraka tukufu ambapo kila mmoja alisubiri kwa hamu na gamu. Utakuwa nami Andrea Amos Masanja katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Nina imani umebarikiwa sana na kipindi ama mahojiano maalum ambayo yalikuwa kiendelea ya Zabron Singers na wimbo wao mzuri kabisa. Na sasa nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ambacho ni kipindi kinakufanya wewe kuwafahamu viongozi mbalimbali na watu ambao wameamua kujitoa kikamilifu kumtumikia Bwana. Siku ya leo nimeweza kupata bahati kabisa ya pekee, ambapo pia nitakuwa na askofu mkuu wa kanisa la Gilgal. Kwangu mimi ninamfahamu kwa majina anaitwa Eliab, lakini pia licha kuwa askofu mkuu wa kanisa hili, bado ni mtafiti wa mafunzo ya kilimo na mwanasayansi wa udongo. Nimekuwa nikimfuatilia pia na kutazama namna anavyofanya kazi yake kwa ustadi mkubwa sana. Unajua watu Mungu ameweza kubariki karama mbalimbali, licha kuwa askofu mkuu lakini bado ni mwanasayansi nguli kwa muda mrefu. Na ninakusihi tu kwa mtazamaji ambaye umeamua kufungulia luninga yako kutazama hapa kupitia Star TV tukiwa live, unaweza kaandaa kalamu yako pamoja na daftari lako, na imani leo utapata mengi zaidi. Bila shaka utabarikiwa sana 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 kwa Jumapili hii iliyo tukufu na yenye mibaraka tele. Kingine ambacho tutakuwa nacho siku ya leo cha pekee ambacho tumekuletea ni tutakuwa na mada maalum ambayo tumeiandaa ama mjadala. Tutakuwa tukizungumzia hapa na kukuhakikishia kwamba wewe unabarikiwa zaidi. Ni kuhusiana na mada ambayo tutakuwa nayo, ni namna ya kuifahamu Pasaka. Maandalizi ya Pasaka hii yakoje? Watu walikuwa katika mfungo wa siku 40 na sasa wanaenda kuhitimisha. Utafahamu mengi zaidi kutoka hapa, lakini moja kwa moja sasa ninaungana naye baba askofu, naweza kumfahamu pia. Baba askofu, karibu sana. Asante sana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Andrea Amos Masanja. Lakini pia mimi nakufahamu Pastor Eliab. Kuna wale ambao pia watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa, tungependa udadavue na kutueleza kiundani zaidi kuhusiana na kule unakotoka na jina lako kamili. Asante sana. Mimi majina yangu naitwa askofu. Askofu ni wajibu na utekeleza katika kazi ya Mungu, lakini majina yangu ni Eliabu Matias Sentozi, na ninachunga kanisa la Gilgal ambalo pia ninaliongoza katika ngazi ya askofu mkuu. Nikimaanisha kwamba tunayo matawi zaidi ya moja. Ndio. Na kwa hiyo inanifanya kuwa ni askofu. Ndio. Lakini labda niseme kwamba mtangazaji umesema mimi ni mwanasayansi. Ni kweli mwanasayansi kwa sababu ndio fani niliyosomea nilipokuwa katika vyuo vile nje ya vyuo vya theolojia. Lakini nilikuwa mtafiti katika sayansi hasa ya udongo. Lakini nilipoamua kuingia kwenye kazi ya uchungaji, ile kazi ya utafiti nilijiuzuru. Siendelei nayo kwa sasa. Asante sana baba askofu. Baba askofu, mada yetu ambayo tuko nayo mezani ni kuhusiana na maandalizi ya Pasaka. Maandalizi ya Pasaka, watu wamekuwa na mfungo wa siku 40 na sasa tukielekea ukingoni, wengine uchoka zaidi kwa siku zinazozidi kuendelea kuyoyoma. Pastor askofu, baba askofu Eliab, Ndio. Nimekuwa nikikutazama na kufuatilia
namna jinsi unavyofanya kazi kwa weledi na namna Mungu alivyokubariki kutoka kuwa mwanasayansi wa udongo hadi kuwa baba askofu na kusimamia waumini wengi. Ni jambo si la pekee, ni jambo la pekee sana, na ninaamini kuna wengi ambao leo watajifunza mengi zaidi kutoka kwako. Ndio. Baba askofu, safari yako kwanza ilikuwaje kutoka kule ulikotoka hadi kufika hapa? Kwa sababu leo ni Jumapili, wengine wameenda kanisani. Nilikotoka kwa maana ya kutoka kwenye taaluma kuja kwenye kazi hii ya uchungaji. Kutoka nyumbani na hadi kufika hapa leo. Asante sana. Ilikuwa ni rahisi kwa sababu mimi nina utaratibu. Ndiyo. Inapoamkia siku za Jumapili huwa situmii muda nyumbani. Mara nyingi muda wangu wote wa usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili na utumia ofisini. Ndiyo. Kwa hiyo tangu jana nilikuwa ofisini kwangu nikifanya kazi za maandalizi ya ibada, maombi na mambo kama hayo, ili nione kwamba kazi nitakayoifanya leo iwe na maana na iwe na matokeo. Na kuna watu wengi ambao leo wanakufuatilia kumtazama. Kwa hiyo nimetoka ofisini kuja hapa. Amen, amen. Na jina la Bwana limeweza kubarikiwa zaidi. Amen. Kwa yule mtazamaji ambaye anatutazama, kila kitu unachokianza ambacho ni chema zaidi na kinampendeza Yesu Kristo, ni lazima tujinyenyekeze kwa maombi. Nikipenda tukaribishe kwa maombi kabla tujaingia kwa ndani kudadavua mada yetu hii. Asante, tuombe. Mwenyezi Mungu, tunaomba tunyenyekee mbele zako, tujitiishe chini ya mamlaka yako. Tuombe ya kwamba tunapozungumza yale ambayo tutazungumza yawe yenye kujenga, yawe yenye kubariki, yawe yenye uponyaji wa kiroho na wa kimwili kwa wote ambao wanatufuatilia. Na neema yako itusaidie, iwe pamoja nasi, tusiongozwe tu na fahamu zetu, tuongozwe kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Ninaomba haya katika jina la Bwana Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Naamini hata pia kwako mtazamaji unaendelea kubarikiwa zaidi, kwa makini sana kwa kile ambacho tutaenda kukizungumza siku ya leo. Najua kitakubariki na kitakufanya wewe maisha yako yawe huru siku zote, kwa sababu tuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo kuhusiana na Pasaka. Baba askofu, naam, hebu niambie siri ya kutoka kuwa mwanasayansi wa udongo na kuamua kuwa baba askofu na kusimamia kanisa kubwa hili Gilgal. Siri ni wito. Ndiyo. Na utayari wa kuitika. Kwa sababu kuitwa kunaambatana kuitika. Kwa hiyo mwaka 1989 wakati huo nikiwa mwanachuo wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine, nikiwa katika maombi, Mungu alizungumza pamoja na mimi juu ya hatima ya maisha yangu kwamba ananiita kwa mchungaji na hatima ya maisha yangu itakuwa mchungaji. Ndiyo. Kwa kimsingi wito wangu wa msingi ni uchungaji. Uaskofu ni jambo limekuja baadaye sana. Na kimaalum niseme kwamba nilianza kuwa askofu mwaka 2010 wakati huo nilipoanzisha kanisa hili la Gilgal Christian Ministries International. Na kwa uaskofu mimi naweza kuita ni wadhifa tu Mungu ameniongezea katika majukumu yangu ya kichungaji. Sawa. Lakini wito wangu wa msingi ni uchungaji. Ulikuwa ni uchungaji. Unamaanisha kwamba kule ulikokuwa palikuwa umeketi kwa muda mfupi tu kwenye ajira? Kwenye ajira. Kwenye ajira kwa kweli nimeketi kwa muda mfupi. Ndio. Kwa sababu niliajiriwa mwaka 1991 mwishoni. Ndio. Na nikajiuzuru kazi ya ajira ya serikali mwaka 1997 nikiwa naingia kwenye uchungaji. Haikuwa ngumu kwako kutoka kuwa mwajiliwa wa serikali, na ukitazama mwajiliwa wa serikali kuna mshahara mnapata na kuna push mbalimbali mnapata, ukaamua kujikita katika kazi hii ya injili? Hapana, haikuwa ngumu. Kama nilivyosema, lilikuwa ni jambo tangu mwaka 89 nalijua. Paka hiyo 97 lazima niwe nilishakubali kwamba
siku Mungu akisema go, akipiga filimbi, mimi nanyanyuka naenda. Unaenda. Nilikuwa nimejiandaa vizuri. Kwa halikuwa na mshituko wote. Ndio. Swali langu la mwisho ili tuelekee kwenye mada yetu kwa sasa. Siku unaandika barua sasa unapeleka pale ofisini na mwajiriwa wako amesubiri kwa hamu sana na kutazama kila ambacho umekiandika, kwamba umeamua sasa kuacha kazi na kuingia katika kazi hii ya utume. Hali ilikuwaje ya mwitikio? Hiyo siku naikumbuka. Mwaka 97 naikumbuka vizuri. Niliandika mimi mwenyewe barua ya kuacha kazi kwa notice ya masaa 24 ili niende kumtumikia Mungu. Na nilikuwa nafanya kazi katika idara ya utafiti na mafunzo. Ndio. Kama vyosema nilikuwa mtafiti katika Wizara ya Kilimo. Na kwa hiyo nilipeleka barua yangu mimi mwenyewe mkononi mpaka ofisini kwa kamishna wangu wa utafiti na mafunzo kwa miaka ile. Nikakabidhi barua yangu kwa secretary. Ndani ya dakika chache ilikuwa imeshamfikia mheshimiwa, nikiwa bado niko hapo. Na akaniita ofisini kwake yeye mwenyewe. Alikuwa na mashaka kwamba nimeacha kazi kwa sababu tu nasema nataka kuwa mchungaji, au kuna mambo sijaridhika nayo kwenye eneo langu la kazi, au kuna watu labda wamenivunja moyo, wamenikatisha tamaa, nimeamua niache kazi. Kwa hiyo nakumbuka aliniuliza maswali mengi ya aina hiyo. Ndio. Akataka nimhakikishie kwamba hakuna tatizo lolote. Ndio. Nikamhakikishia kwamba hakuna tatizo. Na wakati huo ndio nimemaliza kuhitimu shahada ya pili. Ndio. Akaniambia hayo maneno yanaonyesha hakuna tatizo, ni wito tu umenisukuma. Akataka niandike kwenye barua. Kwa ile barua niliyokuwa nimepeleka, akaiweka kapuni. Akamwambia secretary wake anichapie barua nyingine. Ndio. Niingize hayo maneno. Ndio. Akanichapia, akaiingiza tena, ikarudi ofisini kwake nikiwa bado niko hapo. Baada ya kuisoma vizuri akaridhika nayo, akaniambia basi nenda tutakujibu. Kwa kweli sikujibiwa Mpaka sasa. Mpaka leo. Subiri majibu. Umri wangu wa kustaafu umeshafika. Kwa ningekuwa kazi ningekuwa nimeshastaafu, lakini mpaka hapo sijajibiwa. Mpaka leo hujajibiwa. Unatamani hiyo barua ijibiwe? Nilitamani kule mwanzoni, na nakumbuka niandika barua ya kukumbushia kuulizia majibu yangu miezi ya baadaye, baada ya muda fulani. Nayo pia haikujibiwa. Kwa hiyo niliamua kuacha. Nikaridhika kwamba bahati nzuri sijatoroka. Nimeaga vizuri. Ndio. Sasa mimi ndio sijaagwa. Wewe ndio hujaagwa. Kutokujibiwa kwa barua haijakupa mashaka yote kwenye maisha yako mpaka sasa? Badala ya kunipa mashaka, ilinipa ufahari. Ndio. Unajua ukiwa umeondoka mahali hutakiwi, unajibiwa haraka. Ndio. Tunafurahi kupokea barua yako, umepokelewa. Na wengine wanafanya mpaka sherehe. Tumekubaliana na maamuzi yako. Ndio. Ukiona watu hawakujibu, manake bado walikuwa wanakuhitaji. Wanakuachia muda, labda utakwama huku ulikoenda, warudie. Ndiyo. Na wako tayari kukupokea, ndio maana kukujibu. Na asante sana Baba Askofu. Naimani ni kisa kizuri, na mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa, Baba Askofu amesema kwamba tangu ameacha kazi na mpaka leo hii barua aliyoandika ile ya kuacha kazi na kuamua kufanya kazi hii ya utume, mpaka sasa hajajibiwa. Unaweza hata pia ukajiuliza swali hilo, wewe kama ni mwajiriwa umeamua kuacha kazi hiyo na kuelekea katika kazi nyingine. Je, ulishawahi kujibiwa barua yako kwa haraka? Na kama umejibiwa kwa haraka, tayari Baba Askofu ametuambia ujue kuna shida. Na mtazamaji, sasa tunaelekea kwenye mada yetu ambayo tutaenda kuiangazia siku ya leo kuhusiana na maandalizi ya Pasaka. Baba Askofu, tuelekee kwenye maandalizi ya Pasaka, na hususan kwa yule mtazamaji ambaye anatutazama kupitia Star TV. Tungependa kwanza na Pasaka hii kwako binafsi unafahamu kwa namna gani kuhusiana na swala hili la Pasaka? Pasaka ni neno kwanza liko kwenye Biblia. Ndio. Katika kitabu cha Kutoka sura 12. Mungu akiwa anawaambia wana wa Israeli ya kwamba waandae kondoo ambaye watamchinja
na kupaka damu yake kwenye milango yao, miimo na vizingiti, na nyama yake wa ile usiku ule ambao ilikuwa ni siku ya 14 ya mwezi wa Abibu kwa miezi ya Kiebrania, au mwezi wa Nisan kwa jina lake lingine. Na ile siku yule kondoo aliyechinjwa ndiye hasa aliitwa Pasaka ya Bwana, kwa maana kwanza kwamba Mungu ataleta uangamivu katika nchi ya Misri wa wazaliwa wa kwanza. Ndiyo. Lakini akifika kwenye zile nyumba kaona damu, ndiyo, atapita juu. Kwa hiyo kuna neno linaitwa Passover. Kwa neno Pasaka litoka kwenye neno linaitwa Passover. Kwa Kiebrania wanatumia neno Pasak, yani P-A-S-A-K-H, ndiyo, Pasaki, lakini maana yake ni Passover. Lakini kiroho Pasaka ni salvation, ni ukombozi. Watu wanatoka katika mikono ya utumwa wa dhambi, kwa wana wa Israeli kutoka utumwa wa Farao, lakini kwa Wakristo ni kutoka kwenye utumwa wa Shetani. Ndio. Kwa hiyo ndio dhana nzima ya Pasaka. Ndio. Sawa. Ikiwa umetueleza kwa ufupi sana kuhusiana na Pasaka, na imani hata pia mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa ameelewa, na kama alikuwa anaandika amenakili kitu kutoka kwa baba askofu. Ndiyo. Na swali jingine ambalo nahitaji nifahamu kutoka kwako, Pasaka hii imekuwa na mwamko gani kwako binafsi, na maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani pia? Pasaka kwa ujumla, kutoka kwenye tafsiri nilionayo, tunapokuja sasa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 na wa 8, utaniruhusu nisome? Nitakuruhusu. Asante, naomba nisome huo mstari. Ndio hasa fahari yangu kuhusu jambo hili la Pasaka. Ndio. Wakorinto wa kwanza sura ya 5, ndio, na mstari wa 7 na wa 8 inasema hivi: basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kwa donge jipya, kama vile mlivyokuwa mkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Kwa hiyo ninapotafakari Pasaka kwenye maisha yangu, ni ile kazi kubwa ambayo Yesu, ambaye Biblia imemtaja kwamba ndiye yule kondoo wa Pasaka, ndio, ambaye sasa amesababisha wokovu wa maisha yangu, ndio, kwa kazi aliyoifanya kwenye msalaba, ndio, kwa njia mauti yake na kumwaga damu yake. Na kama Biblia inavyosema, kule Misri walinyunyiza kwenye miimo, na malaika aliyekuwa na ua wale wa Misri akapita juu, ikaitwa Passover. Mimi pia kwa damu ile, nilipomwamini Yesu na kumpokea kwa Bwana wa maisha yangu, maandiko yanasema katika Ibrania kwamba tumefikiria ile damu ya kunyunyizwa, ndio, inenayo mema kuliko damu ya Habili. Kwa sababu hiyo ile damu imenisafisha, na kwangu mimi nikifikiria dhana ya Pasaka, naona wokovu wa maisha yangu kupitia Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ukifikiria namna jinsi Pasaka unavyoidadavua na namna jinsi ulivyoielezea katika maisha yako, umesema kwamba inakujenga pia katika imani. Na je, kwa nini kifo kufufuka kwa Yesu Kristo una umuhimu gani mkubwa kwa Wakristo? Na ukitazama Wakristo wengi, maelfu ya watu wengi sana hapa duniani tangu karne ya pili, tunasema BK, miaka ya 300 hadi 300, tunasema BC, BC hadi before Christ, before Christ hadi 333. Umuhimu wake mkubwa hasa ni upi kwa Wakristo wengi, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo?
kila mwaka ifikapo mwezi wa 3? Labda nianze kutoka kwenye kule tulikoipata kwa Waebrania wenyewe, kwa Waisraeli wenyewe. Kule mwanzoni ile ya Misri, Mungu aliwaambia waiadhimishe kila mwaka. Kwa nini Mungu anasema waiadhimishe kila mwaka? Kwa ajili ya kusababisha vizazi vyao waendelee kuwakumbusha kwamba walikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Na sasa Mungu amewaweka huru na amewapa nchi. Sasa si watumwa tena. Amen. Kwa Mungu akaelekeza kila tukio hilo la Pasaka liliambatana vitu vitatu. Ndio. Ambavyo nadhani vizuri nikavisemee kwa sababu huwezi kuvitenganisha unapoongelea Pasaka. Kabisa. Ilizungumza Pasaka yenyewe ambayo ilikuwa ni ile siku ya kuchinja yule kondoo. Ndio. Ilikuwa naongelea kitu kinaitwa mikate isiyochachwa, ambayo ni usiku wa mbele yake, maana siku zao zinaanzaga saa 12 jioni, saa 1 sio saa 12. Saa 12 jioni. Kwa usiku unaofuata wanaanza siku 7 za mikate isiyochachwa. Lakini siku ya pili baada ya kuanza mikate isiyochachwa kuna sikukuu walikuwa naita sikukuu ya malimbuko. Ndio. Vitu hivyo vitatu vyote vinamwongelea Yesu. Sawa. Kwamba Yesu aliuawa katika ile siku ambayo ndio hasa wanamalizikia Pasaka. Ndio. Wakamzika kwenye maandalio ya Sabato, yani Sabato haijaingia, wakamzika, ambayo baada mwili wake kuwa kaburini, mwili wake Yesu ndio ile mkate usio na chachu. Kwa sababu Yesu ni mwili ambao haujawahi kugusa dhambi. Ndio. Chachu ni ule kama tulivyosoma kwenye Wakorinto hapa. Ndio. Ni ule uovu na kadhalika. Halafu siku inayofuata ambayo ilikuwa ni siku ya 16 ya mwezi wa Nisani inaitwa malimbuko. Wanaleta mkate, walikuwa wanaita sheath au mganda wa malimbuko kwa kuhani, anautikisa mbele za Bwana. Ni malimbuko ya mazao yao katika nchi Mungu aliyowapa kwa Bwana, ikimaanisha Yesu ndio limbuko la ufufuko. Kwa Pasaka kwa Kristo ni jambo lazima lizingatiwe sana, lifanyike kila mwaka, kwa sababu inatusaidia kuendelea kuwakumbusha wa Kristo kwanza tukio la ukombozi wetu. Ndio. Lakini tumaini la ufufuo. Amen. Kwa sababu Biblia imesema kwamba Kristo katika Korinto wa kwanza sura 15, Kristo amefufuka limbuko lao waliolala. Ile siku ya malimbuko ndio Kristo alifufuka akiwa ni limbuko la waliolala. Ili julikane kwamba wote watakaolala katika Kristo Yesu watafufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Amina, 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 amina. Amen. Amen. Lakini kuna yule wote waliolala watafufuliwa kwa jina la Yesu Kristo, ambapo kila mmoja wote tutakuwa tumetakaswa sasa zile dhambi zetu. Lakini kabla sijakuuliza swali jingine, neno Pasaka japo umelidadavua, lakini pia tunatamani kufahamu hili neno Pasaka limetoka wapi? Kama nilivyosema, haya maneno mengine tunaweza kuyatrace kwenye Biblia, mengine tunaweza kuyatrace kwenye historia. Neno Pasaka ni la kibiblia zaidi. Kama nilivyosema, linaanzia kitabu cha Kutoka. Ndio. Na limeendelea ukienda kitabu cha Mambo ya Walawi sura 23, katika maagizo ya Mungu ya sikukuu 7 alizoziagiza kuadhimishwa kila mwaka. Pasaka ndio ya kwanza, siku ya 14 ya mwezi wa Nisani ya kila mwaka. Lakini ukija wakati wa Yesu, yeye mwenyewe alikuwa anahusika kila wakati kunapokuwa na sikukuu ya Pasaka, alikuwa akosi kwenda Yerusalemu pamoja na wadi wengine wote wanaenda Yerusalemu. Na ile siku ya kufa kwake alitoka kule Galilaya akaja mapema. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa maandalio. Watu wanafanya maandalio ya Pasaka na yeye alikuja kama mwanakondoo wa Mungu. Yeye anafanya maandalio yake mwenyewe ya kutolewa kwa Pasaka. Kwa tunalitrace kwanza kutoka kwenye Biblia neno Pasaka. Ndio.
Lakini pili, kuna neno limezaliwa ambalo kwa kweli halitoki kwenye Biblia. Tunaweza kulitrace kwenye historia. Ni hili neno la Kiingereza tunatumia Easter. Watu wakimaanisha Pasaka. Ingawa ukienda kwenye Biblia, Pasaka sio kufufuka kwa Yesu. Pasaka ni kufa kwa Yesu. Ile siku ya kufa kwa Yesu kwenye Biblia, ukisoma tangu Agano Jipya mpaka Agano la Kale mpaka Jipya, siku ya kufa kwa Yesu ndilikuwa siku ya Pasaka, siku ya 14 ya mwezi wa Abibu, ambao jina lake lingine ni mwezi wa Nisan. Halafu ile siku ambayo alifufuka, kwenye zile sikukuu zao haikuwa inaitwa siku ya Pasaka, ilikuwa inaitwa the day of first fruits. Ilikuwa inaitwa siku ya malimbuko. Ambao zisi sasa katika tafsiri sasa ambazo wanasema hizo hatuzitoi kwenye Biblia, tunazitrace kwenye history. Kwenye history ndio nakuta sasa ile siku ambayo kwenye Biblia ni siku ya malimbuko, ni the day of the first fruits. Ndio huku kwenye walioanzisha sasa maadhimisho haya kutoka kuanzia karne ya 3 hapo kuja hivi. Na wakatengeneza hili jina tunaita Easter, ambalo chimbuko lake kulikuwa na coincidence ya matukio. Kwa mfano, Babylon walikuwa wanaadhimisha goddess of fertility, au mungu mke wa mavuno, fertility, yani ardhi zinavyozaa, labda na watu pia na kadhalika. Fertility ina maana pana zaidi. Inaweza kuwa kwenye ardhi, nchi, ustawi wa nchi, au watu wenyewe. Lakini kulikuwa na goddess of fertility kule Babylon, mungu mke wa fertility, anaitwa Ishkar. Ishkar, kitu kama hicho. Sasa wengine wakaderive kutoka kwenye Ishkar, kwa sababu siku zina coincide, zile siku za mikate, zile siku za malimbuko za Kiebrania za kutoka kwenye Walawi sura 23 zilikuwa zina coincide. Msimu ulikuwa unakuwa ni msimu wa spring. Msimu ya Kiswahili sio ndio inaitwa kipupu au nini? Ilikuwa inakuwa spring, ambayo ina range, na unajua walikuwa wanahesabu miezi sio kwa kalenda ya sasa. Walikuwa wanatumia miandamo ya mwezi. Ndio ilikuwa inahesabu miezi. Miandamo. Nadhani Waislamu bado wanaitumia hiyo. Na Wayahudi bado wanaitumia pia. Kalenda ya Kiyahudi inatumia miandamo ya mwezi, kalenda ya Kiarabu pia inatumia miandamo ya mwezi. Sasa katika zile siku za miandamo ya mwezi, walikuwa yule goddess anaitwa Ishkar, ndio ulikuwa muda wake. Alikuwa ni fertility, na kipindi hicho ni kipindi cha mavuno. Ni goddess of fertility. Wanamaadhimisha kipindi hicho. Kwa hiyo coincide na siku ya Yahudi nao wanaadhimisha sikukuu ya malimbuko. Kwa lile jina sasa ambao siiti Biblia, sitaki kwenda kwenye kina cha vitu hivyo, lakini kapata jina Easter kutoka kwenye origin mbalimbali. Theories zipo nyingi zilizozaa hilo neno Easter. Kuna moja hapo ni hiyo niliyosema ya goddess wa Babylon, lakini theories zipo nyingi. Umesema kwamba theories zipo nyingi za kutosha katika historia ya kuifahamu kiundani kuhusiana na Pasaka. Swali jingine ambalo nahitaji nifahamu kutoka kwako na uweze kudadavua kwa makini zaidi ni kuhusiana na tunapaswa kuadhimisha Pasaka kwa njia gani ili kuonesha upendo kwa Kristo pia kwa wanadamu. Na kwa sababu unaweza ukawa upo katika Pasaka na umefunga katika siku 40 zote, lakini kwa marafiki, ndugu na jamaa ambao wanaishi na wewe, kwa mtazamo ule sasa wa kibinadamu, bado unaonekana bado hujabadilika, kwa sababu tunataka matumaini makubwa kutoka kwa mtu ambaye yuko katika mfungo na kuelekea katika maandalizi haya Pasaka, au amebadilika kiroho pia na kitabia. Hili swala linawezekanaje na Askofu? Asante sana kwa swali zuri. Hilo swali ni zuri sana. Na pengine niombe kabisa watazamaji
wazingatie sana hiki ambacho nataka kusema. Kuna mambo tumepotosha sana. Tunaweza kuwa kwenye mfungo vizuri tukiwa tunajitakasa sana, na mwezi wetu huu ni mwezi wa kujitakasa kweli kweli. Lakini ile siku tumeimaliza sasa tunaanza kusherehekea, utafikiri tumeambiwa sasa fungulia anasa na starehe na dhambi za kila. Ni kama ni kuku alikuwa kwenye banda akafunguliwa. Sasa tumemfungulia zile speed anayotoka nayo kwenda kutafuta wadudu na au njiwa kwenye banda muda mrefu. Yaani mfungo unakuwa ni kama banda fulani tumekaa tunasubiri kwa hamu siku ya kufungua. Siku ya Pasaka itajulikana, tufungulie kila kitu. Na kweli hicho kinachotokea. Ndio. Mpaka na mengine vitendo ambavyo mimi ningeviita vya anasa tumevipa jina la Pasaka. Ndio. Leo tuna bonanza la Pasaka. Kinachoendelea mle ukikiangalia ni watu wako nusu uchi, wako wanafanya dance, lakini kwa jina la Pasaka. Sasa unaangalia mahusiano hiki kinachofanyika na Pasaka yenyewe, maana yake kitrace kwenye maandiko, maana ya Pasaka na lengo la Pasaka nini, unaona havifanani kabisa. Niseme kwamba hebu Wakristo na watu wote turudi kwenye maana halisi. Mungu alipoleta Pasaka alitaka nini? Ndio. Alitaka tutambue dhabihu aliyoitoa msalabani ya mtoto wake, mwanawe Yesu Kristo. Ndio. Ambaye alipata mateso ili tuondoke dhambini na katika utumwa wa kila aina wa shetani, na aliharibu kabisa nguvu ya shetani ili tupate nafasi ya kumwendea Mungu kwa msaada wa kazi aliyofanya Yesu msalabani akaikamilisha. Amen. Tujisafishe matendo yetu, tuombe msamaha, damu ile Yesu tusafishe. Hiyo siku iwe ndio siku ambayo tunaweza practice maisha matakatifu zaidi ya siku 40 zile ambazo tudhihirishe kwamba siku zetu 40 za mfungo kuna kitu tulikuwa tunalenga. Kuna kitu kipi kimezaliwa. Kuna kitu kimetokea na ndicho tulikuwa tunakilenga, ndio maana tulifunga. Sawa. Wewe ni baba askofu na unachunga waumini wengi na baadhi ya makanisa, tunaweza kusema washirika wako mbalimbali, japo wewe makao makuu ya kanisa lako liko hapa Mwanza Pasiansi. Ndio. Umeleza kwa usahihi mkubwa, lakini pia bado nahitaji nijue sasa kingine. Licha ya kusema kwamba wanafunguliwa kama kuku ambao walikuwa bandani kwa muda mrefu, ama wamewekewa mchele pale wanaukimbilia sasa kuudonoa. Jamii inajifunza kipi kutoka kwa Wakristo ambao wanasubiri kwenda katika maandalizi haya ya Pasaka, na kwa kila ambacho umekizungumza na kiuhalisia kipo kinatokea katika ulimwengu, japo si watu wote. Kama baba askofu, na wewe ndio kiongozi mkuu ambapo kila mmoja sasa anakutazama na kukusikiliza vizuri, ni nini ambacho unahitaji kibadilike? Huenda mwaka unaofuata watu watakuja na matumaini makubwa, na kuna mambo ambayo yatakuwa yameongezeka kwa kasi kubwa zaidi kwa kuendelea kumtumikia Bwana kwa kicho mbele zake. Yesu baada ya kufufuka alikuja kwa wanafunzi wake akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo kama kufufuka kwa Yesu na utume wa Yesu kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka ni huo, kwenda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, basi kwa Wakristo, jamii nyingine isiyo ya Kikristo au isiyoamini Mungu kabisa, inatazamia nini? Ndio swali lako. Inatazamia nini? Itegemee nini? Ijifunze nini? Kwa Wakristo. Wakristo naomba waelewe kwamba Pasaka tunaposema tunaisherehekea, tuisherehekee katika kudhihirisha kwamba ufufuo wa Yesu umebadilisha maisha yetu. Amen, amen. Ili hata bila maneno watu wakiangalia maisha yetu na namna yetu tunavyoadhimisha Pasaka, waone kwamba Pasaka inamfanya mtu kubadilika kwenda katika njia za Mungu. Wengine wanaweza kutaka kuiga. Lakini tukiifanya Pasaka ndio ile kama nilivyomaliza kusema, maana yake
hakuna watu watakaojifunza kwetu kuhusiana na Pasaka kabisa. Na kuna wengine wanaweza wakakengeuka. Ndio tunaopotosha. Tunapotosha. Swali langu jingine, japo unatufahamisha mengi zaidi, na imani kwa yule hata pia mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa, kwa yule mtazamaji leo kuna nondo bwana. Baba Askofu leo ana nondo ambazo ametuletea. Unaweza ukaona nakili kupitia notebook yako ikiwa hapo nyumbani, yatakuweza kukuweka kiroho zaidi katika maisha yako na kufundisha jamii nyingine pia. Lakini swali jingine ambalo nahitaji Baba Askofu tuweze kuliangazia kwa makini, je, kuna msalaba wowote katika maisha yako ambao umewahi kubeba na ukajifunza kupitia Pasaka? Kila muamini hakosi kubeba msalaba. Yaani ukishasema namfuata Yesu, Yesu alisema mtu akitaka kunifuata ajikane na abebe msalaba wake kisha nifuate. Ndio. Kwa siwezi kusema msalaba wowote, nasema maisha yote ni kubeba msalaba. Amen. Kuna maisha ambayo mwingine anaweza kuyaishi anavyotaka. Mimi kwa sababu ya Kristo siwezi kuyaishi. Kama Paulo anavyosema, nina uwezo wa vyote na nina haki ya kufanya vyote, lakini kwa ajili ya Kristo nimekuwa mtumwa. Kwa hiyo kuna maisha siwezi kuishi, kwa sababu nimesema nimejipambanua kwamba mimi ni mwanafunzi wa Yesu, ni mfuasi wa Kristo, zaidi ya yote ni mtumishi wa Kristo. Kuanzia kwenye lugha ya kinywa changu, matendo yangu mwenyewe. Kuna wakati mwingine hata mahali ambapo ningetumia uwezo nilio nao kujidefend katika baadhi ya maeneo ambayo naona kama hayako sawa, lakini nishaangalia Biblia nikasema nikifanya hivi nitakuwa nimeenda kinyume na mapenzi ya Kristo. Ninajizuia. Maisha haya yote ni msalaba. Nimemaliza kuambia nilivyoacha kazi. Unajua mahali unalipwa vizuri, mishahara serikali haijawahi kuwa mikubwa sana hasa miaka yetu ile, lakini unakuta una kazi ambayo ina viposho vingi tu unavipata. Maisha ulikuwa unaishi, alafu kaamua uache uende mahali ambapo huna mahali utakinga mkono dirishani mtakufe kitu, au kusubiria tarehe zifike kama unavyosema. Hakuna. Unaanza mahali sio kwamba uko peke yako, una mke, una watoto, na halafu unaishi maisha ambayo chochote unachokitegemea ni imani tu kwa Mungu. Huo sio pungufu ya msalaba. Unao ni msalaba. Mpaka utakaposubiri wakati wa Mungu atakapokubariki kwa wakati atakapopenda kukubariki huko mbele. Huo nao ni msalaba. Msalaba pia. Kwa ujumla, ukiniuliza habari ya msalaba gani, labda nataka nikwambie historia yangu yote. Historia ya maisha yako yote nilipofika. Lakini pia Baba Askofu, unachunga waumini wengi sana kwenye kanisa lako. Nini vitu vya msingi ambavyo hata leo mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa, ambaye pia anatamani kushiriki Pasaka, anatakiwa kuvifanya kabla ya kufika siku yenyewe? Kwanza niseme sijui kama nachunga waumini wengi, ila shauku yangu ni kwamba Mungu aendelee kuleta wengi. Amen. Sasa ningetamani waumini wao wachunga na wengine wote ambao wanaweza kuwa wanafuatilia mafundisho wanayofundisha, ningetamani wakati wanapojiandaa Pasaka kwa ajili ya sikukuu kama hii ya Pasaka, pengine waendelee kufanya mapitio mapya makubwa kuhusiana na mahusiano yao na Yesu. Amen. Kama kuna maeneo ya kujisahihisha,
watumie kipindi hiki cha kusubiri kusherehekea Pasaka kujisahihisha. Kama kuna mambo yanahitaji kufanyiwa matengenezo mapya, yafanyiwe matengenezo mapya. Ningesema wakati tunaendelea kujiandaa kusherehekea Pasaka, watu wakumbuke mateso waliopata Yesu. Wajue kwamba yale mateso, ikiwezekana wengine hata wastadi kabisa, rudi kwenye Biblia na vitabu vingine ambavyo unaweza kupata vinaongelea mateso ya Yesu, ujirefresh ili kutoka kwenye yale mateso uone upendo wa Mungu kwako. Uone Mungu anavyokupenda na wewe ikusaidie kuongeza upendo tena kwake. Ikusaidie kuongeza commitment kwake ya kumwishia na kumpenda zaidi. Lakini cha pili, wakumbuke ule utumwa. Mungu alipokuwa anawaambia wana wa Israeli, siku zote alikuwa anapenda kuambia, kumbuka ulikuwa mtumwa. Kumbuka ulikuwa hilo neno kumbuka ulikuwa mtumwa Misri limeandikwa mara nyingi sana kwenye Biblia. Kwa nini Mungu anakuwa anawaambia wakumbuke kwamba walikuwa watumwa? Ili ya kwamba wasije wakajisahau, wakadhani maisha yanayoishi ni kwa nguvu yao na uwezo wao. Wajue ni neema ya Mungu imewafanya kwa kama hivyo. Uendelee kumhofu Mungu. Amen. Na kumheshimu Mungu. Amen. Lakini pia Baba Askofu, licha ya kusema kwamba waumini wengi wajikite hasa pia katika maandiko wakiwa katika maandalizi haya ya Pasaka, japo kuna wengi ambao bado wanatamani kupata fursa hii kubwa zaidi. Kuna Ijumaa Kuu kabla ya sherehe yenyewe. Hii Ijumaa Kuu huwa inalenga nini haswa? Maana wengi tunaweza tunaona Ijumaa Kuu na tunatazama watu wali nyama na kuna mwingine anakuwa anajiuliza kabisa, na kuna wengine ukuta wanataniana pia, kwa nini amtumii nyama? Wasikilizaji wangu wanisamehe kama nitazungumza tofauti na walivyozoea kuelewa na mtazamo waliozoea, lakini kama nilivyosema awali, kumetokea na twisting fulani ya matumizi ya haya maneno. Lakini tukitrace kwenye maandiko kutoka ile ya Misri na hii ya Yesu ya msalabani, ambaye Yesu ndiye alikuwa kondoo wa Pasaka, na kipindi hicho usisahau wana wa Israeli walikuwa wanaleta kondoo. Utaratibu wa kuchinja Pasaka kwanza, mwanzoni wakiwa Misri, Mungu aliwapa maandalizi ya siku 4. Alisema siku ya 10 ya mwezi wa Abibu au mwezi wa kwanza, kila familia iandae kondoo mume wa mwaka mmoja asiye na ila, lakini atachinjwa siku ya 14. Kwa kuna kitu kinaitwa maandalizi ya Pasaka, ambao kwa mujibu wa maelekezo yale ilikuwa inaanza siku ya 10 ya mwezi wa Abibu, ambao ndio mwezi wa kwanza, ambayo ina coincide kwa kalenda ya sasa na coincide na katikati, kutokea katikati Machi kwenda katikati Aprili. Ndio mwezi wa Abibu unakuwa hapo katikati. Ile siku ya 14 inakuwa hapo katikati. Sasa akawaambia wana wa Israeli wafanye maandalizi, wasikurupuke. Kondoo aandaliwe, akaguliwe vya kutosha kwamba ana vigezo, kuanzia siku ya 10 mpaka siku ya 14 ambayo ndio atakaochinjwa. Hayo yalikuwa naitwa maandalizi ya Pasaka, na walifanya hiyo. Sasa ilipofika kwenye utaratibu wa kikuhani, aliyekuwa na wajibu wa kukagua kondoo ana sifa za kuchinjwa kwa ajili ya Pasaka, alikuwa na kwa kikuhani. Kule Misri walikuwa hawajaanza kuwa na makuhani. Walianza kuwa na makuhani kutokea Sinai na kuendelea. Ni kuhani alikuwa na mamlaka ya kukagua kondoo anafaa kuchinjwa kwa ajili ya Pasaka. Na kwa nyakati za Yesu, watu walikuwa nakuja kutoka miji mbalimbali ya Israeli, wanakuja Yerusalemu. Kipindi Yesu anakufa, kuhani mkuu alikuwa anaitwa Kayafa. Wanahakikisha kondoo wote Kayafa amewaona.
amewa approve kwamba huyu kondoo achinjwe kwa Pasaka. Kipindi hicho Yesu naye alikuja kwa utaratibu ule wa kikuhani. Yesu naye alipelekwa kwa Kayafa ili Kayafa toe tamko, huyu anastahili kufa kwa sababu naye ni mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Maana yangu nini? Kwa nini nasema najibu swali lako kwa kirefu kiasi hiki? Nalijibu swali hili kwa kirefu hicho kwa sababu nataka watu waelewe kwamba wakati Yesu akiwa anakufa, watu pia walikuwa wamekuja Yerusalemu kwa wingi, wameleta Pasaka, kondoo wao. Kwa hiyo siku ya Pasaka ni ile siku ya kuchinja kondoo. Ile siku Yesu msalabani ndio jioni yake. Pia kondoo wa Pasaka walioletwa Yerusalemu na kukaguliwa na Kayafa walikuwa nachinjwa, na Yesu muda ule kama mwana kondoo wa Mungu na akawa nachinjwa. Kwa kwangu mimi ukisema Pasaka ni hiyo siku na ndio Biblia ambayo sasa sisi tunaita Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu katika ile muktadha wa Pasaka yenyewe ndio hasa Pasaka. Halafu ile ambayo sasa tunaita Pasaka kutoka kwenye sababu za kihistoria. Nimesema kuna moja ni sababu za kibiblia, nyingine ni sababu za kihistoria. Na tayari ulikosha dadavua. Ile sasa ambayo ni siku ya kufufuka ndio imepewa jina la Pasaka, na haina ubaya. Ndio maana mimi nasherehekea. Ningekuwa nakataa nisingekuwa nasherehekea. Sio kwamba nasema hivi kwa kukataa. Kwa kukataa ndio. Ningekuwa nakataa nisingekuwa nasherehekea. Ndio maana mimi nasherehekea Pasaka kwa siku ile ile. Lakini kwenye kanisa la kwanza ile siku ilikuwa inaitwa siku ya Bwana. Yaani siku ya kufufuka kwake ilikuwa inaitwa siku ya Bwana. Lakini kwa kalenda ya Kiyahudi ilikuwa inaitwa the day of first fruits. Na Yesu kama malimbuko. Kwa hiyo Ijumaa Kuu ina maana sana, kwa maana kwamba ndio siku ya kifo cha Yesu. Na ndio Pasaka yenyewe. Ndio Pasaka yenyewe. Na mtazamaji, na imani umebarikiwa sana na kwa kile ambacho Baba Askofu ameweza kukieleza kuhusiana na maandalizi ya Pasaka, na wengiwe na wengi zaidi wakiwa katika maandalizi haya shamla hizi kuelekea maandalizi haya Pasaka. Lakini muda wetu unavyozidi kuyoyoma na tayari umeshaweza kutupa mkono, swali langu la mwisho kwako Baba Askofu, kama ungeweza kupewa nafasi ya kuandika ujumbe mmoja wa Pasaka kwa dunia nzima, ujumbe huo ungekuwa ni upi? Ningependa kuandika ujumbe wa Pasaka kwa dunia nzima. Ujumbe ule ungekuwa ule niliosoma waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto, waraka wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 na wa 8. Ndio. Tuvue chachu ya kale. Ndio. Tuvae weupe wa moyo. Kwa sababu kondoo wetu amekwisha kuchinjwa. Yesu Kristo. Amina. Lakini pia kwa watazamaji ambao wanakutazama kwa sasa na waumini mbalimbali wa madhehebu tofauti, nini ambacho nawahasa? Ninachowahasa watu wote nadhani nimekwisha kusema. Tunaenda kwenye sherehe za Pasaka. Ningeomba mimi pamoja na watumishi wenzangu usisitize sana kuwaelekeza watu kusherehekea Pasaka kwa mtazamo wa kazi halisi iliyotendwa na Yesu msalabani, badala ya kujielekeza zaidi kwenye mkazo wa tuvae nini, tule nini, tunywe nini. Tule, lakini tukijua jambo la msingi ni wokovu. Amen. Lakini kula ni furaha kwa sababu tunasherehekea wokovu wetu. Amen. Na mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa, ndipo hapo tumefikia tamati katika kipindi hiki ambapo tulikuwa na mada yetu maandalizi ya Pasaka. Baba Askofu ameweza kuidadavua vizuri kabisa, na imani umeweza kubarikiwa na kila ambacho umeweza kukisikiliza. Na kama umeandika leo, na imani umenakili vitu vya muhimu sana ambavyo Baba Askofu ameweza kuvieleza. Nakushukuru sana Baba Askofu. Amen. Na Mungu aweze kukubariki. Labda anaweza kupata nafasi ya kuwapa namba ya simu. Ndio, unaweza kupata nafasi. Kama nilivyosema, anapatikana kwenye kanisa la Gilgal Pasiasi hapa Mwanza. Na kwa wale ambao watapenda kuendelea kuwasiliana na mimi baada ya hapa, namba yangu ya simu ni 0754 81 72 12
0754 Ndio. 81 72 Ndio. 12. Ndio. Naomba niwashukuru sana, nikushukuru mtangazaji na mwendesha kipindi, lakini pia niwashukuru wale ambao wametufuatilia. Na asante sana kwa ile mtazamaji. Mwandaji wa kipindi hiki si mwingine ni Emmanuel Makuligi. Endelea kuwa nasi na kutufuatilia katika vipindi vingine kupitia Star TV. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine ambapo tutaingia katika sehemu nyingine. Usikose, tunaenda mapumziko na tutarejea. Mungu akubariki sana, endelea kuwa nasi na ibada njema Jumapili iliyo. Usikose kutazama